wote mnaolalamika kuibiwa na wengine bado mnahisi kwamba core team wanaweza kuwa wanahusika kuwaibieni coin, ili uweze kuibiwa coin ama ili uweze coin ziweze kutoka kwenye wallet yako, ni lazima wewe mwenyewe umetoa ushirikiano ili hizo asset zako zitoke kwenye wallet yako. Hauwezi kumsingizia mtu mwingine yoyote isipokuwa ni uzembe wako. Yaani hakuna lugha nyingine utaizungumza. Kama utakuwa umelegeza mianya ya wizi, basi utaibiwa tu. Kama umehifadhi maneno 12 ama 24 kwenye simu, hiyo ni njia mojawapo ya wewe kuibiwa. Kama umewahi screenshot maneno 24 haya ya pai, hiyo ni njia mojawapo kuibiwa. Kama ulishawahi share na mtu akapiga picha ama akahamisha details zako za passive phrase, ama basi hiyo ni njia mojawapo ya kuibiwa. Yaani kama mtu ameokota daftari lako liloandika maneno 24, hiyo ni njia mojawapo ya kuibiwa. Kiufupi, asset zako haziwezi kutoka kwenye wallet yako bila kuonyesha ushirikiano kwenye maneno yako 24 kwa njia mbalimbali. Unaweza ukawa umegusa linki yoyote ukawa imekaa kwenye simu yako, ukajua umeigusa ni mining inachimba, kumbe haichimbi, badala yake inasubiria kuzinasa siku utakapoingiza maneno 24, basi kile kirobot kinachukua maneno yako 24 kinayahifadhi na kinaweza kikusiibie wakati huo. Kwa siku umeweka mzigo wako, umeona unajitosheleza, kirobot kinaondoka na mzigo wako. Kwa hiyo ulionyesha ushirikiano wewe mwenyewe wa kuhifadhi details zako kwa utaratibu usiofaa. Yaani hakuna asset inaweza kaondoka kwenye simu yako bila kuonyesha ushirikiano wako wewe mwenyewe katika njia mbalimbali. Kwa hiyo tuwe makini. Lakini pia hata juzi niliwaambia wenzangu, unaweza leo hii kuna mambo yamekuwa makubwa sana kwenye upande wa haka, nao wana develop mbinu. Kuna mfumo umekuja wa kupigia simu, namba inakuja kwako ina namba 9. Ukiangalia ni private number, ina namba 9. Sasa ile namba inapokuja ukiipokea, mtaanza kuongea naye huyo mtu. Kitendo chochote kile na simu itaanza kuwa nzito. Sasa kitendo chochote kile cha kuzima simu yako, basi umeruhusu simu yako kukombwa kila kitu ndani yake. Tayari amekuwa amekuvamia, simu yako inakuwa inachukua details zote. Kwa hapo ndo hilo mlijue. Kwa hiyo ili kuna namba zingine msizipokee kabisa, na ile namba hata ikikata, ukiipiga baada ya kuwa imekata, ukiipiga itakwambia namba hiyo haipo. Ukiipiga hiyo namba inakwambia kabisa namba hiyo haipo. Unaweza kusema ni mtandao. Rudia tena na tena na tena na tena, bado itakwambia hiyo namba haipo. Mnanielewa? Na ni kweli masuala ya kuibiwa asset zetu, hakuna lugha nyingine utaizungumza. Ni lugha nyepesi tu kwamba umeshare details zako kwa mwizi. Kwa hiyo ukiacha mlango wazi, mwizi alikuwa na lengo la kukuibia, ataingia ataiba asset zako. Hamna lugha nyingine utazungumza. Ndio maana Mapozi Joku katika kanusho lake la leo, nimemsikiliza asubuhi, anawatuhumu sana ninyi nyote mnaonasibisha kwamba wizi huu ulioendelea sana wa pai, basi core team wanahusika. Msipende sana kulopoka vitu ambavyo kiukweli hamvijui undani wake. Tumesema mara kadhaa sana, ili uweze kuibiwa ama asili zako ziweze kuhama kutoka kwenye akaunti moja kwenda akaunti nyingine, ni lazima owner wa akaunti hiyo awe ameruhusu kwa mfumo wowote ule. Kitendo cha wewe kuruhusu kwa maana ya kuonesha siri zako, funguo zako wazi, basi zitachukuliwa na anayejua kufungua. Yani mambo yamebadilika sana. Kwa hiyo tulijue hili jamani, mtakuwa mnaendelea kulaumu wengine mnalaumu maadmini wenu. Wale wafungulieni wallet mnasema wamewaibia. Yaani mtu amekusaidia kukufungulia wallet, amekusaidia kukufundisha pai ikoje. Leo umeibiwa kwa sababu ya kutokuwa makini kwako wewe, unamrudia kiongozi wako kusema amekuibia. Yaani mimi kwa kweli ungekuwa umekuja kwangu bila kujali wewe ni mkubwa kiasi gani, ningekutwanga ngumi tu, kwa sababu ni ujinga. Mimi naonyesha nia ya kukusaidia, alafu unarudi kuniambia nimekuibia. Umeacha wewe mwenyewe kujiangalia ulicheza wapi katika michezo ambayo ukuiweka vizuri katika masuala haya ya ulinzi wa sarafu za kidigitali. Mimi ni waombeni
tusiwe tunatoa kauli za hitimisho. Ni vizuri mara nyingi nawaambiaga mimi tuwe tunakuja na lugha za kuulizia jambo kuliko kuja kuwa na lugha za hitimisho kana kwamba unakijua hicho kitu kwa undani kinagaubaga, basi unakitolea hitimisho na kuaminisha wengine. Hapana, hatuendi hivyo. Maana namuona mzee yule aliyoibiwa pai 40 amehitimisha kabisa. Waichila alikuwa anatoa mfano. Waichila alikuwa anatoa kama anahisi. Sasa mzee akaja akapigilia msumari. Akasema ila kweli kabisa bana, ni kweli mimi. Hapana, twende hivyo bana. Kuna wizi unafanyika. Anayeruhusu ni wewe jamani, yani ni wewe. Yani wewe kuna ugonjwa mmoja unaitwa ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu ili ukiulizwa umeugua kwa sababu gani, tukikwambia umekula mavi watu wanakataa. Mimi sikula mavi, sijawahi kula mavi mimi sijawahi kula mavi. Lakini kiukweli ugonjwa wa kipindupindu ukiumwa, maana yake umekula mavi, ama kwa kujua ama kwa kutojua. Na unakula mavi kwa namna mbalimbali. Unaweza ukawa unakula tunda lililonyewa na nzi ambaye ameshachukua vimelea kutoka sehemu nyingine. Unaweza ukawa unafunua daftari kwa walimu sana hiyo. Unafunua daftari, maana walimu ili afunue daftari lazima alambe kidole, afunue daftari aende hivyo. Sasa huu ndio mfano sahihi kwamba ukiambiwa sababu ya kitu fulani ni kitu fulani, basi hicho kitu wewe ndio ukizingatie. Ukizingatie. Kwa mfano wa magonjwa wa malaria ya kula mavi ni sana ugonjwa huu wa kuibiwa pai zetu. Watu wamenunua pai mamilioni na mamilioni, yamewekwa kwenye makaunti yao. Mbona wao hawalalamiki kiasi hicho? Hata wazungu pia wanaibiwa, lakini ujua wanaoibiwa sio wataalamu kwenye masuala ya crypto. Ni watu waliokuja hapa karibuni tu kujiengage na masuala ya crypto. Lakini crypto ukishakuwa umeifahamu, fahamu ulinzi wake, linda misingi ya ulinzi wake. Ni muhimu sana. Haya, mnakwenda kufungua application kwenye Pidex kule ambazo ziko testnet. Mnakwenda alafu zinawaruhusu mnaingiza passkey zenu jamani, mnaingiza passphrase. Nakwambia itaruhusu app hii ichukue taarifa zako zote za Pi browser. Sawa, mimi nitaruhusu, lakini nitaruhusu kwa namna hiyo nyingine. Lakini akiingia tu kigezo cha kusema niingize passphrase, kwanza hata pale tu inakuja alama nyekundu ya Pi, onyo. Wanakupa kabisa pale onyo, usishare passphrase yoyote, na kitendo chochote kitakachotokea wao hawatahusika. Lakini watu hawakomi, wanaunganisha mapassphrase yao kwenye app za testnet. Hivi nyinyi kweli ukiibiwa hapo unaanza kumwambia nani amekuibia kitu? Jamani, kuna applications zinakuja kabisa ipo nyingine. Kwa mfano hii hapa inaitweje? Hii inaitwa GPS Residency Company Limited. Mwisho wa siku ukiingia kuna vigari labda ukasema kitoyota ama kinini, ukikubali ukigusa pale palipoandikwa pay, inakwambia continue to pay. Ukigusa tu pale continue to pay, inakuunganisha tu uweke passphrase. Wewe watu kama vichwa vyetu hivi ngumu sana kunikamata. Yaani ukishaniambia niweke passphrase na iondoka mapema sana, nafuta naendelea na mambo mengine. Huo ni ujinga tu. Kwa hiyo nilikuwa nawasanueni hicho mapema mkijue. Hapo yoyote ya testnet msiweke passphrase yenu. Nitaka nisisitize hilo.